Gani familia yangu pendwa ya Dar es Salaam Tanzanite TV, karibu tena katika kipindi hiki cha maisha na watu, ukiwa na mimi mtangazaji wako Ganji Mashaka, au unaweza ukaniita Charming Mama. Na kama ambavyo unaona leo mjengoni sipo peke yangu, nipo na mjukuu wa Dikupatile. Mambo vipi? Mambo budi. Uko poa? Nikisema mjukuu wa Dikupatile au niseme mzukulu, hebu ipoje na sound vipi? Mimi natamani sana niitwe mzukuru wa Dikupatile. Mzukulu wa Dikupatile. La Kibantu lenye maana mjukuu walilokupata. Ila iitwe kwa Kibantu zaidi. Kibantu zaidi ya. Lakini ndio ndoto yako, unatamani kuwa iwe hivyo, lakini uhalisia unakataa. Unajikuta unaitwa mjukuu wa Dikupatile. Baada ya siku kadhaa ya kutokuwa pamoja, karibu tena katika kipindi cha maisha na watu, studio za Dar es Salaam Tanzanite TV. Asante, nimekaribia na hapa ni nyumbani. Okay. Hapa ni nyumbani. Sawa. Yeah. Familia. Basi mtazamaji, lakini pia mjukuu wa Dikupatile, leo nahitaji tuzungumze mada moja inayosema kwamba wimbi la ongezeko la single mothers. Unajua single mothers siku hizi imekuwa kitu cha kawaida. Mabinti wengi, wa mama wengi, utasikia acha nizae mtoto wangu maisha yasonge. Lakini kabla hatujaenda mbali, Amza, ni mtu akikwambia single mothers anaelewaje? Kwa mimi nafahamu single mother ni mtu aliyeamua au kuamuliwa, ni mama, ni mama ambaye aliamua au kuamuliwa na maisha kuishi yeye mwenyewe bila mume. Ndo naamini yeye ni wa single mother. Unavyosema kuamua au kuamuliwa ni vitu viwili hapo tofauti. Unaweza ukatuelezea kwamba ameamua, kwa nini, yani imekuwaje akaamua, na ameamuliwa na nani? Anaamua manake inaendelea, alikuwa na mume sawa, akapata watoto wake au mtoto wake, wakaishi, baadaye akaamua kuivunja ile ndoa au kuvunja mahusiano na kuamua kuishi mwenyewe yeye na watoto wake au mtoto wake, kuanza kufanya shughuli mbalimbali za kumuingizia kipato chake na kuiendo familia yake. Na kidogo kwa mwanaume pengine ni kuchukua ule za pale. Lakini ninaposema mtu ameamuliwa kuwa single mother, sawa, huyo mama huyo manake pengine huenda ameachwa na mume wake, anaamua tu baada ya kuachwa, sasa naamua nipambane mwenyewe kwenye maisha, sitaki tena kuishi na mume. Aidha amefariki mume wake, baada ya kufariki mume wake anaamua sasa, baada ya mume wangu kufariki hapa, nitaamua niishi na mimi mwenyewe na watoto wangu, nitaasa na maisha yatakwenda. Hiyo ndio ni changu hivyo nafikiri. Hiyo ni kwa namna mbili. Alafu kuna hii sasa, binti alizalishwa, mwanamume akatelekeza ujauzito. Nao ni moja, mwanamke anaweza akametelekezwa ujauzito, amezalisha pia au ujauzito na mwanaume, afu akaamua mwanaume ujauzito sawa. Kwa naye huyo anaweza akaamua hata baada ya kujifungua akaolewa akaanza single mother. Ila yeye sana maamuzi yake sana amua ni usingle mother. Mara nyingi sana unakuwa kwenye maamuzi ya ujasiri sana kwa mama huyo. Wasa mimi naamua kuishi mwenyewe, hajaishi nitapitia kitu gani. Sawa. Lakini ni kwa nini sasa kumekuwa na wanawake wamekuwa na ujasiri sana wa kuweza kuishi na wenyewe na watoto wao? Nafikiri sababu ni nini? Sababu kubwa niseme ni moja. Unajua sasa hivi haki sawa kwanza. Haki sawa baina ya mke na mume ndio imedalisha masingle mother wengi sana tunawaona. Sawa. Unajua kipindi cha nyuma kidogo huko, kabla ya mwaka 95. Sawa. Hebu rudia kidogo. Kabla ya mwaka 95. Mwanamke anayeishi mwenyewe ilikuwa sio mtu wa kuheshimika. Ndio. Kwa hiyo ilikuwa wanawake wengi sana ilikuwa ndoto zao kubwa ni kuolewa na kuishi kama mke na mume, na ikibidi kulea familia yake akiwa na mume wake. Kwa hiyo ndio ilikuwa fahari kubwa sana ya wanawake. Sawa. Baada ya mwaka 95 na Mheshimiwa Mkapa kuingia na sera yake ya haki sawa, imepelekea wanawake wengi sana sasa kuhitaji majukumu mengi ya kiume na wao wayabebe. Kwa hiyo imekuwa ndio sababu mama. Kwa hiyo imepelekea sasa kama vile imegustiwa fulani, inapelekea sasa mtu kujivunia kuishi
mume. Yuko na mimi hivyo. Umezungumzia 50 kwa 50, lakini kuna swala zima la mwanamke kwenye 50 kuna hiyo utafutaji. Unaweza ukazungumzia vipi? Kwa sababu mnapoishi kama familia, sidhani kama mwanamume anaweza akakataa mke wake asijitafutie. Lakini mwanamke huyu anapokuwa na uwezo wa kupata kipato chake mwenyewe, anajikuta anapata ujasiri wa kuweza kuacha familia yake. Na haogopi. Wenyewe wanakuambia sio shida zangu na sijali lolote. Unajua kutafuta kwa mwanamke, utafutaji wa mwanamke, nasemaga mara nyingi sana unamweka mbali sana majukumu ya kifamilia, usane kwenye kuienda ile familia yake. Si ndio? Kwa hata kama atapata ile yake, mara nyingi matumizi yake yanadili na misingi yake. Huenda isiwe na tija kwenye familia. Kwa hiyo mwanaume anaona hana lazima mkae kufanya kazi. Na kama ingekuwa pengine ile kazi anayoifanya mwanamke afu hela yake inakwenda kwenye misingi au inakwenda kwenye faida za familia kwa ujumla, kama baba anafanya kazi, anajua hela yangu itaenda kulisha familia yangu, hela yangu itakwenda kwenye malengo ya kujenga na vitu vingi vya kifamilia na ndugu wanaomtegemea. Kwa kama ingekuwa anafanya majukumu kama hayo au ingekuwa inaenda kuongezea pale kwa baba, basi ingekuwa na shida. Shida inakuja pale ile hela haiendi kwenye misingi hiyo. Lakini nadhani ni utaratibu wa maisha ambao watu wanakuwa nao katika familia. Sidhani kama utaratibu wa maisha, ila tukisalia kwenye mada halisi tunayozungumzia leo hii, unajua kuna ile hali sasa mwanamke anaamini anaweza bila mtu yoyote. Ndio. Yaani zamani ilikuwa ili mwanamke aweze lazima kuwe na mwanaume nyuma yake wa kumsapoti, wa kumsimamia, fanya hiki, fanya kile, atoe maelekezo na nini. Ilikuwa hivyo. Sasa hivi anaweza kufanya yeye mwenyewe, lakini haishi hapo kwenye kufanya mwenyewe. Inakwenda sana yeye pia anataka awe ndo anaelekeza. Yule kiongozi ambaye kimsingi alipaswa amuelekeze ndo alikuwa asubiri maelekezo. Na akikataa kusubiri anaona kama mwanamke amezaulika. Na anafikiri zaidi kuvunja ya mahusiano na ikibidi afanye mwenyewe yale ambayo kimsingi alihisi alishindwa kufanyika akiwa kwenye mahusiano. Hizo zote Hamza nimekupata vizuri, lakini tukienda sasa katika jamii ya sasa ambayo inatuzunguka, umesema kwamba single mother anaweza akasababisha au akasababishiwa, lakini asilimia kubwa ya jamii imekuwa inamkandamiza sana huyu mwanamke ambaye anakuwa anaishi na watoto pasipokuwa na mwanaume. Unaweza ukalizungumziaje swala hilo? Jamii ni majukumu yao mawili, kupongeza au kukosoa. Sawa, ndio jamii tulizokuwa nazo. Na sayari inayotuzunguka hii imejikita zaidi kwenye kukosoa na kuliko kupongeza jambo lolote ile. Kwa sababu mwenyewe single mother huyo anajiita single mother, atakuwa aziheshimu sababu zake zilizomfanya awe single mother. Isimlazimishe mtu amuongelee kwa wema na single mother wake. Ile yeye ajue single mother wake umetokana na nini na aishi nao vipi. Mimi nishiza kukwambia. Sawa. Ila sasa vipi kuhusu single father? Masingle father wameongezeka sana kulinganisha hapo awali. Na wameongezeka masingle father kulingana na hawa kina mama ambao kujivunia mfumo wa kisawa, kujivunia kuishi wenyewe, lakini pia sababu za kina mama kwenda kuolewa hazimladhimishi yule single father kufikiria kuoa au kuishi na familia. Mtu anataka olewe kwa sababu tukatunza sana wenzake, kisha kuzungumzaga hiyo. Afu atakayeza mwaka hana mtu wa kumfanya atunze, kwa anataka kuwekti ndoa kibidi. Mimi nawaza pengine huyu mwanamke alikuwa ndo maisha yangu, ndio nitafika naye kwenye bahari ya Hindi. Sawa, kwenye nchi ya ahadi. Haiko bahati mbaya kumbe yeye kaja kwa sababu mashoga zake wamtunze. Huo ni mfano mdogo. Pengine huyu single mother au huyu mama alikuja kwangu mimi nimuoe, lakini alitamani mume wake awe chini ya sheria zake. Kwamba anachokitaka yeye ndio kifanyike. Anakutana na mimi huku nahitaji sheria zangu, una mikakati yako, ndio baba wa familia. Kwa hiyo tayari naanza kufikiria nianze kuoa mwanamke saizi, niingie kwenye ushindani. Kwenye ushindani huo panahitaji muda. Unajua kumtrain mwanamke awe kwenye viwango vyako wewe, panahitaji pia muda, na muda huo pia unahitajika pia kwenye kutimiza ndoto zangu. Ndio. Kwa kuna wakati huko nahitajika ndoto zangu, huko nahitajika
Mrs. Kwa hiyo sometimes mafaza wengi sasa hivi wanaamua kuachana habari ya Mrs. na kudili na ndoto zao. Wajua watapatikana muda wote kishazinyaka tayari si fresh tu. Mambo yanakaa. Mambo yatagoa. Ila sasa unafikiri ni kwa nini basi single father wanakuwa hawazungumzwi sana vibaya? Unakuta mwanamume yeye akiwa na watoto huwa anahurumiwa zaidi. Lakini mtoto wa kike yeye anapokuwa analea watoto peke yake, msalaba unamuelemea kwa kuonekana kwamba sio mama sahihi katika malezi. So yako nzuri sana na pengine nimwambie kwa faida yake mtazamaji, ndugu mtazamaji. Tunapozungumzia majukumu ya baba na mama, kila mmoja ana majukumu yake ya asili. Baba ana majukumu yake ya asili na mama ana majukumu yake ya asili. Hayakwepeki. Kwa hiyo kitokea baba ameenda kudili na majukumu yenye asili ya mama, lazima ataonewa huruma huyu mtu. Vivyo hivyo mama anakwenda kwenye majukumu ya asili ya baba, lazima ataonewa huruma huyu mtu. Kwa mfano, ikitokea mimi hapa nimekutwa napika naanza kuwaogesha watoto kwenda shule na vitu kama hivyo. Ikitokea mdada ambaye kapita au mtu yote anaanza kuonea huruma, baba anateseka sana jamani. Angepata mke amsaidie na vitu kama hivyo. Kwa tayari inaonekana nimeingia majukumu ambayo sio asili yangu. Ikitokea leo nikamkuta mama anabeba zege. Sawa, anabadilisha ghorofa ya 3 ya 4, maana yake kimsingi watu watamuonea huruma yule mama. Yule mama anateseka sana hivi na hivi na vile. Kwa hiyo kaingia kwenye majukumu yasiyo ya asili yake. Kaingia kwenye majukumu yenye asili ya mwanaume. Kwa hiyo ndivyo ilivyo. Unawaambia nini wito wako kwa jamii kuhusiana na masingomaza ambao wanakandamizwa, masingofaza wanaonewa huruma? Toa neno kwa ajili yao. Mimi kwa masingomaza niudie tena kusema waziheshimu sababu zinafanya wawe masingomaza, lakini niwasisitizie usingomaza sio kitu cha kujivunia. Yaani ikitokea imekulazimu sawa, no way out sawa. Yaani kama hakuna jambo linalokulazimu usingomaza, basi hakikisha unakuwa na mwenzi wako na unaendelea kwenye maisha, kwa sababu kuna vitu vingi sana huvipati wewe ukiwa singomaza. Japokuwa utatuambia tu mimi singomaza naanza kunenepa na nini, lakini inakuwa tu story kama za kwenye gawa na mitaani vijiweni, lakini kiwalisia kuna vitu vingi unavikosa. Ile ikikulazimu endelea kuishi nao singomaza huo. Hii kwa single father simshauri akimbilie kuoa haraka ukimbie single father, lakini kimsingi ukifika muda sahihi, yani au kimbie single father kwa muda sahihi. Sawa. Asikimbie single father kwa ajili ya kumfurahisha mpenzi wake, kwa ajili ya kumfurahisha baba yake, mama yake na jamii inayomzunguka. Ila aukimbie single father muda sahihi utakapofika. Hayo ndio ambayo nitamwambia huyu single father. Mtoto anapoelewa na mzazi mmoja, kuna vitu vingi sana huwa anavikosa, na kweli unikumbusha. Singomaza ukiangalia watu wengi wanaolewa na singomaza, ani kwa maana mzazi mmoja au single father, kuna vitu vingi anavikosa. Ikiwemo elimu bora. Ukiachia mbali elimu bora kwa maana darasani kule shuleni, kuna elimu bora ya kwenye jamii. Mtoto anaolewa na single mother mara nyingi sana anajua tabia za kimama. Yaani anajua tabia za kimama kweli. Hajui tabia za kibaba zikoje. Kwa kuna wakati anatakiwa aongelee usawa baina ya baba na mama, hataweza kuongelea usawa hata kama mtoto huyo ni wa kiume. Hivyo mtu anaelewa na baba tu. Tena bora anaelewa na baba at least, baba sisi tunawafadhali japokuwa na hapa kuna mnyama wa mababa. Lakini sisi kina baba hatuna tabia ya kujitahidi au kulazimisha mtoto wetu peke yetu. Hata kama tunamlea sisi wenyewe tunajitahidi kidogo kumpa faida za mama na kumwambia mamako yupo na nini. Kama unakuta mke wako tu mnaishi naye ndani, baba na mama kwenye familia moja, bado mama anajitahidi kadri awezavyo aonyeshe ubora wake yeye kuliko baba. Kwa hiyo sisi kina baba hatupambani sana kuonyesha ubora wetu kwa watoto. Ndio. Na ndio maana unakuta mtoto huyu mara sana adili na nani kama mama. Sababu vitu vingi anaona amesema mama. Mimi nitatoka kwenye mianga yangu nitamwachia mama era matumizi, era nguo na nini, tutawanunulia watoto nguo hii, era shule hii. Mtoto tangu mdogo anaona kabisa anayeshughulika na mambo yake mama peke yake na sio baba. Sisi kina baba hatuna muda wa kujielezea kwa watoto wetu na kuwaambia ubora wetu si uko wapi na wapi. Lakini kina mama hao wanakuwa hawatosheki na upendo unaopata kwa watoto wao. Wanatamani
hata ule upendo kwa baba ningeupata uchukue na mimi niache yente kabisa. Iko hivyo. Ni sana mzukulu wa Dikupatile, lakini mtazamaji hapa, kutokana na maelezo ya mzukulu wa Dikupatile, kitu cha kujifunza ni kwamba ewe baba, ewe mama, hakikisha unajenga familia yako ili kuepusha single mother na single father usiokuwa na lazima, ili watoto waweze kupata malezi ya pande zote mbili. Yamkini kuna mtu anaweza kusema kwamba kuna mtoto fulani hivi alipata ujasiri, alizungumza mbele ya Mwigulu Nchemba kuhusu mama yake, kama uliona ile video. Alikuwa akimwombea mama yake msaada asaidiwe kwa sababu ni mgonjwa sana. Kwa hiyo ningependa pia useme kitu Hamza kuhusiana na ujasiri wa yule mtoto. Yaani alipata ujasiri wa kuzungumza. Wazazi nini wafanye ili watoto waweze kuwa na ujasiri, sio kulialia. Unajua kuna mtoto anaweza kaomba kitu kwa kulia, ila kuna mtoto akawa anazungumza point na ukamuelewa. Kwa ajili ya kipindi kijacho tupe hints kidogo. Unajua kuna issue inahusu malezi moja kwa moja. Kwa mtoto anaweza kuwa jasiri sana kupitia malezi ya wazazi au walezi wake. Lakini kuna mwingine anakuwa jasiri ndio kazaliwa yuko hivyo. Ndio. Yaani apate malezi yote, asipate malezi yote, ni kazaliwa kwenye ujasiri. Sawa sawa. Ndio wao wanaamini kwenye ushindi. Yaani hao neno haiwezekani, wanaamini na mtendo kama Musa. Alipo kwao. Wanaamini haiwezekani kwenye Musa hapo mbao. Sawa sawa. Lakini kiujumla ni sahihi kuwalea watoto wetu na ujasiri, kuwatengenezea mazingira ya ujasiri mkubwa sana ili waweze kuzipambania changamoto wanazokutana nazo. Tukifanya hivyo, naamini tutapunguza baadhi ya malalamiko ya kutokusaidiwa. Unajua changamoto kubwa sana hata sasa hivi, idadi ya watu wengi kukwama kwenye masuala ya ndoto zao. Mtu anaandaa ndoto yake kubwa kama mlima Kilimanjaro. Lakini bahati mbaya inakuja mafarani kuzifikia ndoto zake, anaamini atasaidiwa na fulani, atasaidiwa na fulani, atasaidiwa na fulani. Sawa? Kwa ndoto nyingi zinakuwa kwenye makaratasi tu, lakini sio kwenye kuzifikia. Kwa kama tutawalea watoto kwenye ujasiri mkubwa, sawa, kuziendea ndoto zao, inakuwa tunapata kazi rahisi sana kwenye maisha yao kwa ujumla. Inatosha mzukulu wa Dikupatile. Mtazamaji wa DTTV, ndivyo tumemaliza kwa namna hiyo, na nikukumbushe tu mambo mazuri, habari makini zenye uhakika kabisa unazipata Dar es Salaam Tanzanite TV. Usiache kuendelea kuwa nasi katika kipindi kijacho. Ulikuwa na mimi Ganji Mashaka au Chameng Mama, lakini pia nilikuwa na mzukuru wa Dikupatile. Asante.